Kwa kipindi kirefu ni kweli, kwa sababu alianza kuokoa mlima huu mwaka wa 2008 mara tu alipochaguliwa Rais Uhuru Kenyatta kwa kipindi chake cha pili. Wakati ule alikuwa anapewa jina Tanga Tanga. Ni kujitengenezea mazingira ya kuokoa mlima Kenya, ama ilikuwa ni necessary ayatamke hayo katika kipindi hiki ambacho sasa hivi ndiye anataka kwenda mlima Kenya, na unajua kwamba alimtimua ama alitofautiana na naibu rais Rigathi Gachagua, na naibu rais Rigathi Gachagua akatumuliwa serikalini. Si ziara ya kwanza rais kuwa nayo tangia alipochaguliwa na kuapishwa Septemba 2022. Amekuwa na ziara hizi za karibu juma zima katika sehemu tofauti za nchi. Katika siku za hivi karibuni tukumbuka amekuwa na ziara kule magharibi mwa nchi. Amekuwa na ziara katika eneo la kaskazini mashariki mwa nchi ambapo alitaja barabara kutoka barabara nyingi tu ambazo zitaundwa katika maeneo yale. Amekuwa na ziara katika sehemu ya pwani. Na katika hapa jijini Nairobi tumemuona kizunguka sehemu kadhaa za Nairobi. Unakumbuka wakati wa mashine ya chapati. Ilikuwa ni ziara nyingine tena hapa Nairobi, akikutana tu na wananchi, ingawa wakati ule ziara yake ilikumbwa na matatizo ya kiusalama hapa na pale. Na sikumbuki kama ziara hizi zote zimekuwa na ile kitu tunaita kwa Kiingereza hype kama hii ziara ya sasa ya eneo la mlima Kenya. Hii ni ziara ambayo ni tofauti sana kwa kuangalia kwamba hata imetanguliwa na mazungumzo na waandishi wa habari kipekee kwa 2 hours kule maeneo ya Sagana, ikulu ndogo ya Sagana. Hii ni ziara ambayo imemulikwa sana, imezungumziwa sana, na ni ziara ambayo pia imetanguliwa na maafisa wa serikali kutumwa katika sehemu tofauti za nchi kuweza kukagua miradi ya maendeleo, kuweza kutayarisha barabara ambayo ataipitia rais kusafiria mlima, kutengeneza ground ndio, na kutafuta miradi ambayo atafika pale kuizindua na kadhalika. Hapa tumemsikia akizungumzia kuhusiana na urafiki wake na mlima, na aliposema kwamba urafiki wake ni wa kipindi kirefu ni kweli, kwa sababu alianza kuokoa mlima huu mwaka wa 2008 mara tu alipochaguliwa Rais Uhuru Kenyatta kwa kipindi chake cha pili. Wakati ule alikuwa anapewa jina Tanga Tanga. Alianza kutangatanga hasa mlimani miaka 5 kabla ya uchaguzi wa 2022. Alijua kile ambacho alikuwa anakitafuta, na akawa na ziara nyingi sana. Karibu kila weekendi angekuwa na ziara katika kanisa fulani kule mlimani. Akawa na hata anajua lugha ya kule mlimani, mwadhani ya gosho, endeshio, kumbuka ile miaka. Kwa sababu alikuwa anatafuta njia za kuunda huu rafiki ambao anauzungumzia, na akawa na harambee nyingi sana ambazo alichangia pesa taslim. Watu wakampenda, karibu apewe jina la kule nyumbani. Lakini ghafla Benvu anaingia mlimani sasa hivi ni kama anyemelea, kwa sababu ya matukio ya kisiasa ambayo tumeyaona baada yake kupata kura, baada yake kupata 47% kama wanavyosema ya kura alizopata zilitoka eneo la mlimani, kwa kujumuisha kura zote ambazo zilipigwa kule mlimani. Yeye alipata 87% ya kura kuunga mkono azma yake kuwa rais wa nchi, huku Raila Amolo Odinga akipata 13%. Yamaanisha kwamba kweli huu rafiki ulizalisha matunda. Lakini mambo yamegeuka pale ambapo tumemwona sasa naibu wa rais wa zamani Rigathi Gachagua akitimuliwa. Na hapo jana aliulizwa swali la moja kwa moja, mlitofautiana wapi? Mbona ikawa kwamba sasa mtu ambaye ulikuwa unamsifia, nakumbuka huyu rais alisema kwamba kama kuna mtu anaweza kumobilize ground, kama kuna mtu anajua ground vizuri na ana uhusiano mzuri na wananchi, ni Rigathi Gachagua. Na ndio maana nimemleta upande wangu tufanye kazi pamoja, kwa sababu huyu kwa mambo ya kujuana na kujua mambo ya mwananchi, mambo yako sawa. Kaulizwa sasa, mbona huyu ambaye ulimtaja kama ni rafiki wa karibu sana, huyu ambaye hakuungwa mkono na wabunge wengi awe naibu wa rais, lakini ukamchagua yeye na sio Profesa Kithure Kindiki, mbona mkatofautiana? Sasa hapo ndo nasikia kisema kuhusu shilingi bilioni 10 ambazo Rigathi Gachagua alikuwa anaziitisha ndipo amsaidie Ruto kuweza kuwa na wakati rahisi anaposafiria kule mlimani na sehemu nyingine za nchi. Sasa tatizo ni kwamba ukimsikiliza naibu wa rais wa zamani Rigathi Gachagua akihojiwa na waandishi wa habari,
ana claims ama ana madai ambayo anayatoa ambayo hatuwezi kuyadhibitisha. Ukimsikiliza Rais Ruto akizungumza, anazungumza shilingi bilioni 10 ambazo hatuwezi kuzidhibitisha, kwa sababu haya ni madai ya kisiasa ambayo wawili hawa ndio wanaojua kila ambacho kilikuwa kinaendelea behind the scenes wakati ambapo hatukuwa tunajua. Lakini kimaliza kwamba naibu wa rais wa zamani Rigathi Gachagua alikuwa na tofauti na wabunge akiwa mamlakani, akiwa katika kipindi chake cha kwanza mamlakani, miaka yake ya kwanza miwili, kwamba kulikuwa na tofauti kati ya naibu wa rais wa zamani Rigathi Gachagua na wabunge mlimani, na kuwatishia kwamba msipotii kufikia Disemba wengine wenu watakuwa wakimsujudu. Hayo ni madai ambayo hata ukiwasikiliza wabunge wakati ule walikuwa wanasema by then kweli. Kulikuwa na zile tofauti za kimawazo kati ya naibu wa rais Rigathi Gachagua wakati ule na baadhi ya wabunge ambao hawakuwa wanatii labda mwelekeo wake. Nafasi gani anapokuwa mlima kuyatoa haya matamshi sasa hivi? Kunampa nafasi gani kule mlimani? Unajua Lincoln amezungumzia jambo muhimu akisema kwamba 80% ya kura zilizopigwa katika eneo la mlimani zilipigiwa William Ruto, na kwamba kuanzia mwaka 2018 baada ile handshake ya Uhuru Kenyatta na Raila Odinga aliingia mlimani akaanza kampeni zake. Na ndio maana alipata kura hizo nyingi, kwa sababu alikaenda kule na akatoa ahadi nyingi na akaspend time nyingi kule. Nafikiri ndio kwa sababu kuna sasa minunguniko mingi katika eneo, kutoka eneo hilo, kwa sababu ya ahadi hizo nyingi walizopewa na matarajio ambayo alikuwa nayo baada ya uchaguzi, ambayo sasa hayakutimia kwa kiasi kikubwa. Kwa sababu mara ya mwisho Rais William Ruto alizuru eneo la mlimani ilikuwa Agosti mwaka 2024. Hiyo ilikuwa miezi miwili kabla ya Rigathi Gachagua kuondolewa, kwa sababu Gachagua aliondolewa mwezi Oktoba. Na alizungumzia vitu vingi sana jana Melody, ikiwemo hilo swala la uhusiano wake na naibu wake, akisema kwamba alimwambia atakuwa one term president. Akazungumzia pia jinsi ambavyo yeye alijaribu kumuokoa mara nyingi, kwa sababu anasema alianza kuwa na ugomvi na kila mtu. Akataja alikuwa na ugomvi na watu fulani, na wabunge na wafanyakazi pale Ikuluni na nani. Sasa akasema alikuwa anachoka kila mara kutatua mizozo hiyo, na ikafika wakati ambapo wabunge wenyewe walikuwa wanataka kumuondoa, akasema aliwazuia. Kile pia Lincoln amesema kwamba unajua kila huyu anatoa madai fulani, mwingine anatoa madai fulani, haiwezi kuyathibitisha yale ambayo yanasema Melody. Lakini maswali mengi ambayo aliulizwa jana rais yalikuwa pia kuhusu miradi ya maendeleo na ahadi alizotoa. Kulikuwa na zile ambazo walikuwa wanazungumzia kuhusu zile barabara za Maumau ambazo aliahidi kwamba atazijenga. Walizungumzia masuala yanayohusu kahawa, yanayohusu majani chai. Walikuwa wanazungumzia kuhusu masoko. Rais alisema nafikiri masoko 80 na kitu ambayo yanajengwa katika eneo hilo, nafikiri 87. So kulikuwa na hizo ahadi ambazo zilitolewa, ambazo ndio kwa kiasi kikubwa wakazi wa Mlima Kenya wanataka yatimizwe. Kwa sababu wanasema tumeona kama tumesahauliwa, tumewekwa kando, tumetelekezwa, kwa sababu ya sasa uhusiano ulioko kati ya rais na kinara wa ODM Raila Odinga, kwa sababu ni kama upande ule mwingine wanapewa muhimu, tunasahauliwa. Aliulizwa hata maswali kuhusu mabadiliko yaliyofanywa katika kamati za bunge. Akiulizwa kuhusu uhusiano wake na aliyekuwa waziri JB Muturi, akisema ndio alijiondoa mwenyewe kazini kwa kuhususia mikutano ya mawaziri. Kuna mengi Melody. Kutokana na mahojiano ya jana, tulirealize kwamba kuna mambo mengi ambayo yamo vinywani na akilini mwa wakazi wa Mlima Kenya, kwa sababu wale wanahabari wakiuliza yale maswali, wakauliza maswali ambayo kwa kiasi kikubwa ni yale ambao wakazi wa Mlima Kenya wanataka rais ayajibu. Na sasa hizi siku tano, mkutano huu wa wiki moja ama mkutano huu wa siku tano wa rais katika eneo la Mlima Kenya, alisema Lincoln, umekuwa na preparations nyingi ambazo hatujaona katika maeneo mengine ambayo ameenda. Kumbuka alikuwa Northeastern, alizunguka kule, alika wiki nzima, alikuwa maeneo ya Nyanza, alipitia Western, amezunguka rais. Lakini hata Nairobi alikuwa, nakumbuka wiki ile moja alikuwa Nairobi. Hatujaona this level of preparation katika mikutano hiyo yote. Kwa sababu masuala yaliyo katika eneo la Mlimani ni mazito. Yeye anazungumza upande huu, lakini kuna wale wa eneo la Mlimani ambao wanampinga na ambao pia wanazungumza wakiongozwa na aliyekuwa naibu rais wake. Sasa tuone mambo yatakapokuwa. Mawaziri wameenda kujaribu kulay groundwork, kuangalia miradi ya maendeleo. Mimi kwa maoni yangu Melody, ni kama kulikuwa na miradi ya maendeleo ambayo anapaswa kwenda kuzindua, hii last minute scramble hai make sense. Kwa sababu paka jana
ma CSs na PSs wako nazunguka kuangalia miradi ambayo anapaswa kukagua. Kama kweli kulikuwa na miradi ambayo ilikuwa inaendelea, there was no need kwani kuangalia iko sawa, atajua nini, atatafuta nini, ingekuwa iko tayari pale kwamba anaenda kufanya vitu fulani. So maybe the next 5 days takuwa siku zitakuwa very interesting kuangalia jinsi atakapopokea watu katika maeneo hayo wanaenda, jinsi ambavyo watu watamkaribisha ama kutamkaribisha, ama reception itakuwa vipi wakati ambapo anazuru maeneo. Tukamuuliza moja kwa moja, Rais Daktari William Samoei Ruto, ulisema mradi huu utaufanikisha, hadi kufikia sasa umefikia wapi? Nadhani eneo la Mlima Kenya ni mmoja wapo wa maeneo ambayo ni muhimu sana kwa uchumi wa taifa, manake yanajulikana sana kwa upanzi wa kahawa, upanzi wa majani chai, kilimo cha ng'ombe wa maziwa. Kuna vyama vingi vya ushirika kutoka eneo la Mlima Kenya ambavyo ni vya maziwa na vimeweza kunawiri sana. Na rais kabla ya maandalizi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2022 alikuwa na yale kongamano ambazo alikuwa anaandaa kote nchini za kiuchumi. Naam. Na alitembea katika maeneo yote 47 ya Jamhuri akiweza kuangalia kila eneo la Jamhuri ya Kenya ni yepi ambayo yanaangaziwa sana katika maeneo hayo, kile ambacho kinapatikana Bungoma pengine huenda sio kile ambacho kinahitajika kule Nyeri, kile ambacho kinahitajika Kajiado sio kile ambacho kinahitajika Turkana. Na wakati alipoenda Mlima Kenya aliwaahidi mambo mengi. Mojawapo ya masuala ambayo aliahidi ni kuhakikisha kwamba anahakikisha kwamba sekta ya majani chai inaweza kuimarika, sekta ya kahawa kwamba sasa watapata soko maalum la kuweza kuuza kahawa yao. Na wakulima wa kahawa hawataendelea kuumia jinsi wamekuwa wakiumia, na kwamba atatoa wale matapeli wale aliwaita cartels katika sekta hiyo ya kahawa humu nchini, na haswa eneo la Mlima Kenya ambalo linajulikana sana kwa upanzi wa kahawa. Rais pia aliahidi kwamba ataweza kuhakikisha kwamba uwanja wa Ruringu Stadium unaweza kukamilika katika kipindi cha siku 100 baada yake kuchukua hatamu za uongozi. Kuna masoko 9 ambayo aliahidi kwamba yataweza kuwekewa pesa, na katika kipindi cha mwaka mmoja yatakuwa yamekamilika. Na pia kuna ile daraja ambalo ni hatari sana la Nithi Bridge ambalo limeangamiza maisha ya mamia ya Wakenya katika eneo hilo. Na kwamba atahakikisha kwamba hiyo Nithi Bridge inaweza kukamilika katika kipindi cha siku 100 baada ya kuchukua hatamu za uongozi. Ataweza kutenga pesa maalum, kitita fulani cha pesa ambacho watahakikisha kwamba eneo hilo halitaendelea kuangamiza maisha ya Wakenya kwa wingi jinsi ilivyokuwa ikifanyika. Kuna ile miradi ya Maumau, zile barabara ambazo zilianzishwa na Rais mstaafu Uhuru Kenyatta ambazo hazijakamilika. Rais akaahidi kwamba hizo barabara zitakamilika kwa muda unaofaa. Kile ambacho kiko kwa ground na yale ambayo aliahidi, pengine kuna maswali mengi ambayo wakazi wa eneo hilo wamekuwa wakiuliza. Hizi cartels katika sekta ya kahawa bado zipo, na wamejaribu kuhakikisha kwamba wanaondolewa wale cartels ambao wanamhujumu mkulima wa kahawa wanaweza kuondolewa. Lakini kwa mkulima wa kawaida hajapata ile faida ya kuhakikisha kwamba kahawa yake hakika anaweza kupata zile hela ambazo anastahili kuzipata. Sekta ya majani chai bado kuna lalama. Tukifanya hapa taarifa tunapata kwamba kuna majani chai na kahawa ambayo bado ziko katika maghala ya auction na hazijauzwa. Na rais aliahidi kwamba soko litaweza kupatikana kwa wakati ufaao, na kwamba hata wakati mmoja alimtuma aliyekuwa naibu wake Rigathi Gachagua kwenda nchini Colombia kwenda kutafuta soko. Ikiwa soko hilo lilipatikana na sasa kahawa na majani chai inauzwa kule Amerika ya Kusini, Colombia ni taifa liko Amerika ya Kusini, bado hatujaambiwa ikiwa hilo tunaweza tu kujua na kutathmini kwamba hili limefanyika ikiwa mkulima wa kawaida anaweza kupata zile hela na aweze kusema kwamba hakika sasa nanufaika kutokana na zile ahadi ambazo nilipewa na rais. Ile bridge ama ile daraja la Nithi, rais aliulizwa hilo swali hapo jana na akasema kwamba baada ya kuahidi kwamba baada ya kipindi cha siku 100 ile daraja litakuwa limeshughulikiwa, halijashughulikiwa kwa sasa kwa sababu waligundua baadaye kwamba wale wahandisi katika wizara
ya ujenzi walikuja wakabaini kwamba kiasi kinachohitajika cha pesa ni aidha shilingi bilioni 5 au bilioni 50. Na sasa kama ni shilingi bilioni 5 au bilioni 50 zinahitajika, lazima warudi chini, warudi nyuma, waweze kutathmini kiasi hiki cha pesa kitaweza kupatikana kwa njia gani. Rais pia akasema kwamba kwa hivyo hilo daraja bado halijashughulikiwa, na ni mojawapo matatizo makubwa sana ambayo yanakumba wakazi wa eneo hilo. Manake ni ile wanaita red zone, ile black spot ambapo watu wengi wamepoteza maisha yao katika eneo hilo. Watu wengi hasa magari ya abiria yakitumia eneo hilo mara nyingi wao huwa na shida sana, na serikali ikiwa itashughulikia swala hilo na waweze kuweka lile daraja itakuwa ni vyema. Yale masoko ambayo yanajengwa katika maeneo ya Embu na maeneo ya Nyeri, na vile vile kuna irrigation scheme kule Murang'a, eneo la Mathioya, ambayo naibu rais Profesa Kithure Kindiki alikuwa kule hivi siku 2 zilizopita. Mojawapo tu miradi ambayo anasema serikali ilikuwa imeahidi kwamba itahakikisha kwamba irrigation scheme zote katika maeneo haya yanaweza kumsaidia mkulima wa kawaida kuhakikisha kwamba mashamba mengi yanaweza kuwekwa katika unyunyiziaji maji mashamba, ili mkulima asiweze kutegemea sana ile mvua ambayo tuko nayo kwa sasa. Kwa maana mvua huja na msimu wa mvua ukikamilika, baadhi kiangazi kinaingia na pengine mimea haikuwa imepandwa kwa wakati unaofaa, na wakulima wanaendelea kuumia. Bado ni miradi ambayo haijakamilika. Lakini kile ambacho pengine tunaweza sema rais ameweza kufaulu, na kama mkulima wa kawaida na anapata faida kwa sasa, ni yeye mwenyewe aseme. Alisema kwamba maziwa sasa yataweza kuuzwa shilingi 50 kutoka shilingi nadhani 30. Hilo aliahidi rais kwamba, na akatoa ile decree kwamba maziwa kwa sasa hayatakuwa nauzwa shilingi 30. Na unajua wakulima wa maziwa wameumia kwa kipindi kirefu. Wao wamekuwa wakisumbuliwa sana shambani. Ile gharama ya uzalishaji ama kilimo cha maziwa ni gharama ya juu sana. Lakini yule ambaye anachukua hayo maziwa kupeleka katika viwanda, anatengeneza bidhaa nyingi sana kutoka kwa yale maziwa anayopata kutoka kwa mkulima. Lakini kile ambacho mkulima anapokea ni kiasi cha chini sana cha pesa. Hilo nadhani rais aliweza kulitamka, nadhani linatekelezwa. Ni mojawapo tu zile ahadi ambazo rais alisema, nadhani imetekelezwa kwa ground. Lakini mengi ambayo rais aliahidi, kama ule uwanja wa Ruringu, wakazi wa eneo la mlima nadhani walilalamika sana. Nakumbuka wakati gavana wa Nyeri Mutahi Kahiga alipolalamika akasema kwamba hata ule uwanja wa Bungoma haukuwa katika mojawapo wa ahadi ambazo zilikuwa zimetolewa, akitathmini zile ahadi ambazo zilikuwa zinatolewa katika vile vikao vya rais alivyotembelea kaunti ya 47 nchini. Lakini wakati maandalizi nadhani ya mojawapo wa sherehe za kitaifa ziliandaliwa kule Bungoma, ule uwanja ulikamilika kwa haraka sana. Lakini ule uwanja wa Ruringu ungali haujakamilika. Rais akajitetea akasema kwamba ule uwanja haujakamilika, manake yule mwanakandarasi aliweza kuwapeleka mahakamani. Sasa hiyo kesi imekamilika, na sasa kuna tayari mwanakandarasi kwa ground, na huo uwanja unashughulikiwa. Ikiwa kweli utakamilika kwa wakati unaofaa na uweze kuwahudumia wale wakazi wa eneo hilo, na vile vipawa ambavyo viko huko naweza kutumika, ni wakati ambao tutaweza kujua. Kabla nije kwa Lincoln Njogu kwa hoja tofauti, sauti za kukemea hii hoja ya Ruto must go, swali la moja kwa moja tu ambalo halihitaji sana maelezo, ndugu yangu Josephat Odipo. Rais Ruto amesema amekuwa na uhusiano wa karibu sana na Mlima Kenya kwa zaidi ya miaka 20, na amejitokeza juzi kati akipita maeneo tofauti na alipokelewa vizuri. Unahisi kwamba atapokelewa vizuri Mlima Kenya? Nadhani unajua kuna ile inaitwa political mobilization. Wale viongozi wa serikali ambao wako eneo la Mlima Kenya, kazi yao hususan kuhakikisha kwamba rais anapokelewa kwa njia inayofaa. Naam. Lakini ikiwa yale mapokezi yanaashiria, tumeshuhudia hafla za kampeni za kisiasa, Raila akienda Mlima Kenya katika chaguzi ambazo zimepita amesimama urais, amekuwa akipokelewa kwa shangwe.
idadi kubwa ya watu wanajitokeza, lakini imekuwa ikionekana katika kura ambazo Raila anapokea kutoka Mlima Kenya, watu watajitokeza kwa wingi, lakini ikiwa kujitokeza kwa wingi kunaashiria kwamba ule uhusiano amekuwa nao na wakazi wa Mlima Kenya ungalipo, ni swala ambalo na litatathminiwa. Lakini nadhani pengine si rais amesema kwamba amekuwa na uhusiano wa muda mrefu na wakazi wa Mlima Kenya. Lakini pia wanasema kwamba a day in politics is too long. Unaweza haribu kile kitu ambacho umetumia miaka na mikaka kukitengeneza kiwe kizuri, lakini kosa moja hivi linaharibu kila kitu. Tusikie sauti yake Rais Ruto baadhi ya ahadi alizokuwa akizitoa Mlima Kenya. Mkuu, kwa sababu mwenyewe aliniambia kwamba amelemewa na kazi. Pale nahisi rais alisema visivyo, kwa sababu katika mahojiano na runinga ya Citizen majuzi, Justin Muturi kabla aondolewe kutoka wadhifa wake kama waziri serikalini, alisema kwamba alimkumbusha rais kwamba uliwafuta mawaziri wote serikalini na pale ndani ukanifuta pia mimi kazi kama mwanasheria mkuu, lakini katiba na sheria za nchi zinasema kwamba mimi hauwezi ukanifuta kazi na wengine. Kuna utaratibu wa kuniondoa kutoka wadhifa wangu kama mwanasheria mkuu, lakini tatizo ni kwamba kwa sababu sitaki kukuaibisha wewe na hatua ambayo ulifanya na kosa ulilolifanya, nikaamua kujiuzulu serikalini, kwa sababu ni one of the options ambazo katiba yasema kwamba mwanasheria mkuu anaweza kujiondoa kwa hiari. Ilibidi mwenyewe ajiondoe kwa hiari kurekebisha makosa ambayo rais alikuwa yameyafanya, kumfuta kazi pamoja na mawaziri wengine baada ya maandamano ya Gen Z. Kwa hivyo rais aliposema hapo jana kwamba mimi mwanasheria mkuu ndiye alikuja kwangu kuniambia kwamba amelemewa na kazi, na hizi pale hakuwa honest sana. Kuna tatizo ambalo alifanya yeye mwenyewe rais, alikosea kikatiba, na ikabidi sasa mwanasheria mkuu kwa sababu ya uelewa wake wa masuala ya sheria amkinge rais kwa sababu alifanya kosa. Ni kikao cha Jambo Kenya, msikilizaji. Mkutano ama tours hizi za rais za development zile ambazo zimetangulia, mfumo ni ule. Rais anakuja na gari lake pale, msafara wa magari, watu wanamzunguka, anazungumza akiwa pale juu ya lile gari lake, kisha anaenda next stop. Ameshtumiwa kwa kufanya mikutano inaonekana kama ni ya campaign, kwa sababu jinsi anavyofanya hivyo na mikutano ya campaign na tofauti gani? Sababu ilikuwa ni hivyo. Na notice kwamba katika mikutano hiyo ama hizi tours zake, wakati gani anamsikiza mwananchi? At what point ndo anamsikiza mwananchi, kusikia mwananchi anasema nini? Kwa sababu hapa ni viongozi wanazungumza tu. The most wananchi wanasema pengine kushangilia, kupiga makofi, hata kumzomea kama ni hivyo. I think ili kuwe tofauti kidogo, tushaanza kuona tofauti za tour hii, kuanzia preparations na nini, na hata mkutano wa habari jana usiku na hayo yote ambayo tumeona. Basi pengine tofauti iwe, wasikize wananchi wanasema nini. Sababu jana kimsikia rais akizungumzia mambo ya SHA na kuendelea kupigia debe, kwa maoni yangu naona kwamba wasikizi, kwa sababu mfumo huu umeshtumiwa kwa sababu hausaidii. Na mliko anazungumzia matatizo ya wananchi. I think tofauti iwe ni kuwasikiza. For once, sikizeni watu wanasema nini kabla ya kuzungumza tu, talking down. Unajua ndio talking down at people. Wasikiza wanasemaje. Ndio pengine kuna tofauti katika mkutano huu, ndio iwe na fruitful tour. Kwa sababu ndio umefika, umekagua miradi, lakini pia umetusikiza. Asante. Kikao cha Jambo Kenya, tunabadilisha mada. Tofauti hapa kubwa, ikiwa hatujaona jeshi likijitokeza katika vikao na wanahabari likielezea we must do this, we must do that. Jeshi kujitokeza na kuhakikisha kwamba sasa yale maandamano ya Gen Z ya Juni 25 mwaka 2000 wao utawaona tu wakitekeleza sheria. Lakini ukiona jeshi wanajitokeza na kusema sasa ni hivi, si rahisi uone kiongozi wa jeshi ama mkuu wa majeshi akijitokeza na kusema kwamba sasa hizi itakuwa hivi. Nadhani tumepiga hatua kubwa zaidi kidemokrasia. Tuna changamoto zetu kama taifa, lakini tumepiga hatua kubwa zaidi kidemokrasia barani Afrika, kwamba kuna uhuru wa kujieleza, kuna uhuru wa mtu kusema yale ambayo anayataka. Ikiwa huo uhuru unamkandamiza mwingine, sasa hapo sheria huchukua mkondo wake. Lakini ikiwa nadhani maafisa wa polisi ndio kujitokeza na kutoa semi za kuweza kukashu baadhi ya vitendo, lakini vya kihuni, sio kisiasa. Vikosi vya usalama ama asasi zozote za usalama humu nchini
hazistahili kujitokeza na kutoa semi za kisiasa, semi ambazo zinaashiria kwamba huenda wanachukua msimamo fulani. Na hili ndilo swala ambalo limekashifiwa sana na wengi ambao wanatetea uhuru wa kujieleza. Ikiwa watu watajitokeza kufanya maandamano na wengine waharibu mali, sheria huchukua bila shaka huchukua mkondo wake. Lakini ikiwa baadhi ya semi ambazo zinatolewa na viongozi ambao wanaheshimika sana katika jamii, na hizo semi zinaonekana ni kama zinapendelea upande mmoja, hapo sasa kuna ile wanaita sasa tayari line imechorwa kwamba hatufai kujiingiza katika baadhi ya masuala ambayo yanaashiria sisi ni wa mrengo fulani ama sisi ni wa mrengo huo mwingine. Nadhani si vyema kwa kile ambacho Jemedari Kahariri alisema. Wao ikiwa yeyote anajitokeza kufanya yale ambayo ni kinyume, sheria huchukua mkondo wake. Na hata kuna watu walielekea mahakamani. Ile decree ambayo ilitolewa kwamba jeshi wawe barabarani, kuna watu walielekea mahakamani kusema ni kinyume cha katiba. Na sasa wakati huu sio wakati mwafaka sana. Wacha wanasiasa wafanye siasa zao. Wacha pia taasisi nyingine zifanye ama zitekeleze majukumu yao kikatiba. Tunapozungumzia taasisi zingine kufanya majukumu yao ama kutekeleza majukumu yao kikatiba, sio mkuu wa majeshi tu aliyezungumza. Pia mkuu Haji alizungumza. Tusikie sauti yake. Wale ambao wanasema Ruto must go. Kile ambacho naweza kukitaja hapa ni kwamba kwa mwananchi kusema Ruto must go katika sehemu yote ile, iwe ni katika uwanja wa michezo wa Nyayo, iwe ni kule Kisii, iwe ni barabarani, iwe ni sehemu nyingine yote ile, hauwezi ukaweka yale maneno matatu na ukadhani kwamba ule ni uhalifu ama ni jambo la kufikiria tu ambalo ni kinyume cha sheria. Mwananchi kuonyesha kutoridhishwa na serikali ile mamlakani sio jambo ambalo lafaa kuchukuliwa kama tuwakosea heshima. Wale ambao wanasema hivi wakosea heshima rais aliye mamlakani, hawawezi wakashutumiwa na kuambiwa kwamba na kuonywa na mtu aliye katika hadhi ya juu hivi kama mkuu wa majeshi kwamba na wakumbusha kwamba mnaposema haya kuna katiba. Ndio kuna katiba na kuna mwongozo ambao umetolewa pale kuhusu namna rais aweza kuondolewa mamlakani, ama yeye mwenyewe anaweza kujiuzulu, ama anaweza kuwa impeached, anaweza kutimuliwa mamlakani. Lakini kwa mwananchi kujitokeza na kusema kwamba Ruto must go, hili halifai kuonekana ni kama kana kwamba ni jambo ambalo laenda kinyume cha sheria. Wananchi wanajieleza tu, freedom of expression exactly. Naam, asante dada Jamila Mohamed. Tusikie pia sauti yake Murkomen. Hoja ni hiyo hiyo walozungumzia kuhusu kauli hii ya Ruto must go. Unapozungumza na viongozi wanapuuza, unazungumza na dharau fulani, unazungumza na kejeli fulani ambayo haifai. Kwa sababu yaliyotokea mwaka jana Melody yalikuwa makubwa sana kiasi cha kwamba yalibadilisha taswira ya taifa, yalibadilisha mambo mengi yaliyokuwa yakifanyika, yalishtua watu, yalitubutua, yalisababisha mambo ambayo tukutarajia kuona yakatokea. So ni muhimu kutopuuza hayo, na ni muhimu kusikiza wanapozungumza. Wanasema wanakejeli hao vijana ambao wanatoa matamshi hayo kwenye mitandao na popote wanaposema hayo. Hili jambo la kutosikiza Melody, I think ni jambo ambalo ni makosa kubwa kwa maoni yangu. Kwa sababu kama viongozi, kwanza mlichaguliwa kwa sababu sisi wote hatuwezi kuwa viongozi. So tunawapatia nyinyi wachache jukumu ya kutuongoza sisi. Sisi ndio tunawapa hiyo power ya kutuongoza. Lakini hamusikizi. Mtaongoza vipi? Hamutapeleka taifa mbele vipi iwapo hamsikizi watu wanasema nini kuhusu mambo fulani? I think hii kejeli, hii dharau, hii kutosikiza Melody ni makosa kwa viongozi wetu. Kwa sababu kumbuka alojiri mwaka jana alianza hivi. Wakati ambapo watu wanasema, wanalalamika, wanatoa maoni, lakini hawasikizi, wanapuuzwa. We should have learned our lessons kutokana na yale ambayo yalitokea mwaka jana. Na to deal na mambo kwa njia tofauti. Sheria ipo ili tufuate sote. Lakini pia viongozi wana majukumu ya kusikiza kabla ya kukosoa na kabla ya kukejeli. Asante. Odipo naja kwako tu tukimalizia hiyo hoja. Kila uchao tunamuona rais akifanya mabadiliko katika serikali yake. Mawaziri, makatibu, anazidi kufanya mabadiliko sana. Sijui kama anajaribu kuhakikisha kwamba anafanikisha ahadi zake kwa Wakenya,
ama ni sawa na wanavyosema wengine, haswa wale ambao ni wataalam wa kisiasa wakisema kwamba ni kurudisha mkono kwa watu wengine, ni kuridhisha watu wengine, ni kulipa madeni mengine? Nadhani Rais William Ruto, unajua ni mwanasiasa mwerevu na pia mwanasiasa ambaye anajua kile anachokihitaji mwaka 2027, na kwa kufanya vile sharti hakikisha kwamba baadhi ya masuala yanaweza kutekelezwa. Lakini mabadiliko ya kila mara, tumekuwa katika taifa hili enzi za rais marehemu Mzee Moi Kibaki, waziri alikuwa anapewa jukumu, katibu alikuwa anapewa jukumu na kupewa kipindi cha kutekeleza hayo majukumu. Hauwezi ingia katika baraza la mawaziri uhudumu kwa kipindi cha miezi 2-3 alafu badilishwe, hata hujajua chochote, hata hujajua sera, hata hujasoma baadhi ya muongozo wa hiyo wizara, hata katibu haja kueleza, haja jua ni kipi ambacho kunastahili kufanyika, umeshahamishwa. Lakini la kushangaza la mno ni kwamba wale watu ambao wanatolewa kurejeshwa tena kupitia mlango wa nyuma, wanapewa majukumu mengine. Ikiwa unatoa baadhi ya hawa watu kwa sababu ni watu ambao kulingana nawe sio watu ambao wamehitimu, hawajatekeleza yale majukumu, sasa kuwaondoa na wawapeleke katika nyadhifa zingine, utaweza kutekeleza yale majukumu? Nadhani ni taswira nzuri ambayo rais anatuonyesha kama taifa. Manake baadhi akisema, kuna wakati alisema kwamba baadhi ya mawaziri hata hawafahamu kile ambacho kiko katika wizara zao. Ikiwa atawaondoa kwamba hawafahamu alafu tena warejeshe, unawajua kuna baadhi ya Wakenya hawajui, hata ukiwaambiwa wawataje tu hata mawaziri 10 hawawezi kuwataja. Manake kile ambacho wao huona siku baada ya nyingine ni Rais William Ruto, rais amefanya hiki, rais amefanya kile, rais amefanya kile. Rais ndio msemi karibia kila wizara. Shule zetu za msingi ambaye anafaa kuzuilia cheti cha kufuzu cha mwanafunzi ambaye hajakamilisha karo yake, kwamba wale ambao hawajakamilisha karo na vitu vyao, yani ile KCPE certificate, KCSE certificate, wakabidhiwa moja kwa moja. Akasema kwamba ni kinyume cha sheria, ama ni kuwadhulumu na kuwakosea wale ambao ni wanafunzi walimaliza masomo yao, kuwazuilia wasipate vyeti vyao eti kwa sababu hawajamaliza karo. Yaweza onekana kama ni hatua nzuri ambayo inawafavor wale ambao ni wanafunzi na wazazi ambao watoka familia ambazo hazijiwezi. Lakini ni vizuri pia tukumbuke kwamba shule zetu zasimamiwa na kuendeshwa kwa pesa. Serikali yenyewe imekuwa ikichelewa sana kutuma pesa zile ambazo zafaa kusimamia shughuli za kila siku za hawa wanafunzi wakiwa shuleni. Ile karo ambayo wanafunzi wanafaa kulipa, na ni karo ambayo serikali yenyewe inajua na imetoa mwongozo kwamba ilipwe, lakini mzazi anakosa kulipa. Ni kwa njia gani wazazi basi watapata kuchukua swala la kulipa karo kama ni wajibu wa kimsingi na ambao lazima utekelezwe, kama baada ya kumaliza masomo mwanafunzi atakuwa nakabidhiwa cheti chake na kuondoka shuleni? Yaani unamaanisha kwamba huu ni mzigo ambao wanabebeshwa walimu wakuu na haifai. Exactly, kwa sababu nikijua mimi kama mzazi kwamba hata nisipolipa karo mtoto wangu atamaliza form 4 na apewe cheti chake na aondoke, nini itanipatia ile ulazima wa kutia bidii zaidi, kutafuta mkopo, kutafuta usaidizi kutoka kwa marafiki zangu na kadhalika, ndipo nimalize school fees. Mwanafunzi akimaliza masomo yake anakabidhiwa cheti chake moja kwa moja, vile vyeti vyazuiliwa kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya madeni yale. Labda serikali ingejitokeza na kusema kwamba kutokana na hali kwamba tutapata shilingi bilioni 630 kila mwaka kifedha kufadhili elimu hapa nchini Kenya, madeni yote ya wazazi yameondolewa kwa serikali kutoka exchequer kutoa zile pesa na kuzituma katika shule zetu kama pesa za ziada, wakati pesa za capitation zatumwa. Kama ni shule ya Mang'u High School, kuna wanafunzi ambao wanadaiwa shilingi milioni 5, serikali itoa shilingi milioni 5 na kuzituma kule Mang'u, itaeleweka zaidi kwa wale wanafunzi kuambiwa njooni sasa mpate vyeti vyenu. Lakini lile tangazo la moja kwa moja kwamba tumeagiza kila mwalimu mkuu atoe vyeti vyote vinavyozuiliwa pale vikabidhiwe wale wazazi,
tutaona shule zetu usimamizi wake ukiwa katika matatizo sana, na mzigo wote huko kama unavyosema wabebeshwa walimu wakuu na wasimamizi wa shule zetu. Asanteni sana wana kikao cha jamii. Radio Citizen.